Katika kijiji cha Kologo mkoani Tanga, palikuwepo na kijana mmoja aliyeitwa Jafari. Jafari alipenda kwenda kukata kuni katika msitu uliopo jirani na kijijini hapo. Alikuwa kijana mshupavu na mwenye nguvu, alijiamini sana. Mwenyekiti wa kijiji alitoa tamko kutokanyaga katika msitu huo baada ya kuwepo na uvumi wa nyoka wa ajabu katika msitu huo, na walikuwa wana uwezo wa kujibadilisha hadi maumbo yao. Mwenyekiti alitoa tamko hilo ni marufuku kwa wanakijiji yoyote atakayekanyaga katika msitu wa Mwita. Hakuna hata mwanakijiji hata mmoja aliyesubutu na kuusogelea huo msitu. Jafari alikuwa anaishi na mama yake ambaye alikuwa anauza matunda katika soko la hapo kijijini, na mara nyingi alimwacha Jafari ndo ambaye alikuwa anatimiza majukumu yote ya nyumbani. Jafari alifanya kazi zote za nyumbani, ila swala la kuni lilikuwa changamoto katika kijiji hicho. Kutokana na wanakijiji kutokwenda katika msitu wa Mwita ambao ndo msitu mkubwa na wenye kuni nyingi, Jafari alitafakari kwa muda ni wapi atapata kuni. Aliingia ndani mwao kwenye kijumba kidogo cha udongo na kutoka na shoka. Alipachika mabegani huku akiwa kashika panga mkononi. Alipiga hatua na alipita karibu na msitu wa Mwita. Macho ya Jafari yaligonga moja kwa moja katika gogo kubwa lililokauka vizuri mno. Jafari alitazama lile gogo kwa muda na alipiga mahesabu, angelipasua wangepata kuni nyingi ambazo zingewasaidia siku kadhaa. Alipiga hatua kufuata lile gogo, lakini ghafla alisita kwenda baada ya kukumbuka kauli ya mwenyekiti kwamba ni marufuku kwenda katika msitu huo wa Mwita, kwani kuna nyoka wengi na wakali wenye uwezo wa kujibadilisha maumbo yao. Sio kila kitu cha kuamini. Wazee wa zamani ni waongo. Wapo kwa ajili ya kutisha watu, dunia ya sasa ni utandawazi tu, alijiwazia Jafari, na alipiga hatua, na baada ya dakika chache alikuwa kashaingia ndani ya msitu wa Mwita na kuanza kuchalanga lile gogo bila ya shaka yoyote ile. Akiwa bize kulichalanga lile gogo, ghafla alisikia sauti, "Habari." Jafari alishtuka na aliganda kwa muda baada ya kusikia sauti ya mtu, kwani aliamini msitu wa Mwita hakukuwa na mtu yoyote aliyekuwa anaweza kukanyaga. Sasa hii sauti ilitokea wapi? Aligeuka huku na kule, hakumuona mtu. Alipogeuka tena hakuamini macho yake baada ya kumuona binti mzuri, tena aliyevaa gauni refu jekundu lililonakshiwa, na alikuwa shombe muda wote. Alionekana mrembo zaidi. Sasa safi. Jafari alipata na kigugumizi cha ghafla. Yule binti alimwangalia Jafari kwa makini mno, juu hadi chini kwa muda. "Una shida ya kuni eh?" Ndiyo, na shida na kuni." "Usipate shida ya kuhangaika na hilo gogo na kuwapigia watu kelele. Chukua zile kuni." Jafari aliangalia kwa makini na alistajabu kuona furushi kubwa la kuni, na wakati hakuziona hapo kabla. Hakutaka kujiuliza maswali mengi, aliziweka vizuri kwa ajili ya kuzibeba. "Samahani dada, wewe umetokea kijiji gani? Mbona sijawahi kukuona kabla?" Mimi nakaa katika huu msitu." "He." Jafari alishtuka baada ya kusikia hiyo kauli kutoka kwa huyo binti. Mimi nakaa huko katika kijiji cha pili." "Kwani umesikiaje mwenzangu? Mbona umeshtuka?" Amna, nahisi masikio yangu tu ndio yamesikia vibaya," alisema Jafari huku akiachia tabasamu hafifu. "Samani, unaitwa nani?" "Una maswali mengi Jafari." Unanijua?" "Nilishawahi kuja kutembea katika kijiji chenu na kujua mama yako si muuza matunda sokoni." Jafari alishtuka baada ya kusikia hivyo. "Sawa, mimi naitwa Waldati." "Wow, una jina zuri kweli, asante. Mimi tayari nimeshabeba kuni. Tuondoke, maana haya mazingira sio rafiki kwako, na wewe ni mtoto wa kike. Na nilisikia huu msitu una nyoka wengi mno na ni wa hatari mno." "Hapana Jafari, waweza kwenda tu. Mimi napita njia hii. Sasa hivi nitaondoka. Asante kwa kunijali, asante sana." "Jamani, sawa, asante pia kwa ukarimu wako. Sawa, kwaheri."
Jafari na Wydad waliagana hivyo na Jafari aliondoka zake. Jafari alivyoondoka, macho ya Wydad yalibadilika na kuwa nyoka. Muda huo huo alikuja mpambe wake. Princess, imekuwaje umemwachia binadamu atoke salama salimini namna hii? Lin, sio kila binadamu unayemuona basi anastahili kifo. Hapana, wengine hawana hatia, niamini. Hapana Wydad, sijakuzoea mimi hivyo. Sijui kimekupata nini. Hakuna nyoka yeyote anayekupata kwa roho mbaya yako ndani ya falume ya nyoka. Huwa ucheleweshi. Sasa leo kimekukuta nini Wydad? Line mpambe wa Wydad aliongea kwa hasira mno. Alienda kwenye bawa kubwa lililopo hapo msituni na aliingia akazama humo, punde hakuonekana tena. Wydad alipatwa na hasira mno. Alijiona mjinga sana kwa kutokuweza kumuua Jafari, na alijiahidi kama Jafari atasubutu tena kukanyaga katika msitu huo, basi atamuua kwa mikono yake mwenyewe, tena akiwa katika umbile la nyoka. Baada ya muda kidogo, Wydad alibadilika akawa nyoka, akaingia ndani ya lile bwawa ambalo lilikuwa na kina kirefu kwenda chini. Ghafla alitokea katika kijiji cha majini aina ya nyoka. Kumbe Wydad ni nyoka, tena anatoka katika falume ya nyoka. Na mama yake alikuwa Malikia, hakuwa na baba yake, alishafariki muda, tena aliuawa na waganga wa kuzuia nyoka katika kijiji anapotokea Jafari. Na mganga Dati alisifika katika kijiji hicho, na yeye ndo alisaidia sana kumuua huyo nyoka. Jafari alirudi kwao akiwa na kuni zake kichwani. Alipokutana na wanakijiji, baadhi walimshangaa kwa kuni zake nzuri, huku wengine wakijawa na maswali. Mbona wao hawakuziona kabla, tena mpaka zinakauka kiasi kile kwamba wao hata hawakuwahi kuziona huko porini? Mama yake Jafari alirudi nyumbani na kuja kuchukua baadhi ya matunda ili akayauze sokoni, kwani siku hiyo biashara ilikuwa inaenda vizuri. Jafari mwanangu, leo umewahi kurudi katika kuni, tena umepata kuni nzuri kweli, aliongea mama Jafari huku akiachia tabasamu pana mno. Jafari alipanga kutokumwambia mama yake, kwani alijua hapendi yeye aende kwenye ule msitu hatari wenye nyoka wa kujibadili hadi maumbo yao. Mama Jafari alimaliza kupanga matunda yake na kujitwisha ili aanze safari ya kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza matunda yake. Nimekumbuka mama. Si ulisema msitu wa Mwita hakunaga mtu anayeendaga? Sijui una majoka. Mimi mbona nimekutana na binti mzuri, anatoka kijiji cha jirani. Tena yeye huwa anaenda mara kwa mara na hajawahi kuona hao nyoka. Eti nini? Unasemaje? Jafari, umeenda katika msitu wa Mwita? Ndiyo mama. Mungu wangu. Ucholo wa mama yake Jafari alisema na kuweka beseni la matunda chini na kuweka mikono yake kichwani huku akiwa amechanganyikiwa. Jafari alibaki kushangaa baada ya kumuona mama yake amebadilika ghafla. Hebu twende huku haraka sana, alisema mama Jafari na kumchukua Jafari na kwenda naye kwa mganga wao. Baada ya muda kidogo, mama Jafari pamoja na Jafari walikuwa walishafika kwa mganga Dati na alimuelezea yote ilivyokuwa, na mganga Dati alishangaa sana kusikia hiyo taarifa ya Jafari kwenda msituni. Vijana wa siku hizi wana kiburi sana. Onyo lilishatoka. Hakuna mtu yoyote ambaye anaruhusiwa kwenda katika msitu wa Mwita. Ni hatari sana. Tafadhali naomba msaidie mwanangu. Baada ya muda, mganga Dati aliangalia mizimu yake. Hapana. Nikiangalia kwa utaalamu wangu, ninaona kuwa mwanao hakukutana na mtu wa kawaida, bali alikutana na nyoka. Nyoka? Wote walishangaa baada ya kusikia nyoka. Haswa Jafari alistaajabu mno. Hapana mganga Dati. Naona umeangalia vibaya. Mimi nimekutana na mwanamke, tena hadi jina lake kanitajia. Anaitwa nimelisahau. Sikumbuki sawa sawa mganga Dati. Anaitwa Wydad. Ndiyo, ndio hilo jina alilonitajia. Namfahamu sana. Huyo ni nyoka. Tena nyoka hatari sana. Hasa pale unapokutana naye, hana masiala. Ana uchungu na kifo cha baba yake juu ya wanadamu. Yaani kifika mahali uache huo uongo wako na usitafute kiki hapa. Jamani mwanangu Jafari, msikilize kwanza mganga Dati. Sawa kijana, mimi sipo hapa ili kubishana na wewe. Cha msingi chukua hii dawa ya unga,
na ukikutana naye mpulizie usoni, na hapo hapo atabadilika na utakuwa katika umbile lake la nyoka. Jamani, mganga Dati, hivi upo serious kweli? We mzee, eti umpulizia hayo maunga yako kweli? Mama Jafari, naona mwanao jeuri, ana kiburi, mimi siwezi kuendelea naye, naomba muondoke tu. Sawa, nashukuru mganga Dati, nitamwelekeza nyumbani kuwa wale nyoka ni hatari. Turudi upande wa nyoka. Line alienda hadi kwa Malikia, mama yake Wydad, huku akiwa na hasira mno. Malikia alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha uongozi. Karibuni Laini, mbona mnaonekana mwenye hasira sana? Nini tatizo? Heshima kwako wewe Malikia wa nyoka, alisema Line na kuinama. Malikia akamshika kichwa. Kabla hajasema chochote, Wydad alifika na yeye akamsalimia mama yake Line. Malikia, binti yako siku hizi ameanza kuwa na huruma na binadamu. Malikia alishangaa mno baada ya kusikia hivyo. Binti yangu Wydad ama? Yupi unayemsemea? Huyo Malikia, binti yako pekee. Nimemkuta ndani ya himaya yetu ya msitu mwitu akiongea na kijana na kumpatia mzigo wa kuni. Eti nini? Iki ninachokisikia kina ukweli wowote Wydad? Aliongea Malikia Voi na kuinuka katika kiti chake. Moja kwa moja alienda kumkata kibao binti yake cha nguvu, ilichosababisha hadi adodoke. Wydad huku akiwa akijishikilia shavuni kwa maumivu makali, huku machozi yakimwagika. Malikia Voi, maisha yangu yote, nguvu zangu zote nimemaliza kwako. Siku zote nimekufunza kuwa na roho mbaya, hasa kwa hao binadamu na sio kwa hurumia. Wewe ndio mtoto wangu pekee niliyezaa na baba yako Mfalme Gai. Na zumuni langu uje utawale falume ya nyoka, na kama utapata mume awe mfalme. Na leo ndo unataka unilipie haya? Malikia Voi aliongea kwa hasira mno, huko machozi yakimlenga kwa hasira. Sikia nikwambie Wydad, ni marufuku kwa binadamu yoyote kukanyaga katika msitu mwita, na kama atakanyaga, kifo ndo itakuwa adhabu yake. Nadhani nimeeleweka, na nyoka wote nataka mfikishiwe hili. Kwa upande wa Jafari na mama yake, walirudi nyumbani, huku mama yake akimsindikiza Jafari asirudi tena katika msitu mwita. Siku kadhaa zilipita. Jafari siku hiyo hakuwa na kuni kabisa, na kuni zilikuwa hadimu kupatikana katika kijiji chao. Alikumbuka msitu wa mwita, na alikumbuka maneno ya mganga na mama yake kuwa asije akaenda katika ule msitu tena. Lakini alikumbuka tabasamu pana la Wydad. Jamani, hakuna chochote. Mbona yule alisema yeye yakuwa naenda mara kwa mara katika ule msitu? Na kama kungekuwa na nyoka, so angeweza kumuua na yeye, aliwaza Jafari, na aliingia ndani na kuchukua panga lake kwa ajili ya kuelekea katika msitu wa mwita. Jafari alienda hadi katika msitu wa mwita, na alifika kama kawaida. Alivua shati na kuliweka pembeni na kuanza kukata kuni. Akiwa anaendelea kuchalanga kuni, alihisi nyuma kuna mtu kamsimamia. Hakujua huyo mtu kaja saa ngapi. Alivogeuka hakuamini macho yake. Alikuwa ni binti aliyekutana naye siku ile. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Wydad, ambaye alikuwa kimya tu akimwangalia Jafari, ambaye aliangusha kicheko baada ya kumuona Wydad. Yani wewe tena umenishtua kweli na huo ujaji wako, kimya tu, au sio? Alisema Jafari, lakini alishangaa Wydad alikuwa kimya muda wote, huku akiwa yupo tayari kwa kubadilika ili amzuru Jafari. Kabla hajafanya hivyo, walikuja wenyewe na kuanza kumpalua Wydad. Walianza kumshambulia Jafari, ilibidi amsaidie Wydad. Alimnyanyua na kumbeba kama mtoto mchanga. Aliangalia huku na kule. Jafari aliona mti mkubwa uliozaa majani yake kwa chini na uliweka kama kipango. Alienda na kumuingiza Wydad, na yeye aliingia, huku Wydad akiwa kajeruhiwa sehemu ya bega. Pole, ngoja nikutafutie dawa Wydad, sasa hivi utakuwa sawa tu. Jafari alitoka na kutafuta majani mepesi. Alirudi na kuyafikicha na kumpaka Wydad, ambaye muda wote hakusema neno, alikuwa kimya tu. Alimaliza kumhudumia Wydad
na Jafari alikaa kimya pembeni huku macho yake yakiwa yamejaa aibu tele. Ilionyesha dhahiri Jafari alianza kumpenda Wydad kutokana na uzuri wake. "Asante," alisema Wydad kumwambia Jafari, ambaye alikuwa kimya tu na aliinuka na kuangalia huku na kule. "Haya, sasa hali ipo swali sasa. Tunaweza kwenda." Wydad aliinuka, lakini alijihisi kushindwa. Jafari alisogea na kumbeba tena na kuanza kutembea naye huku Wydad akiwa anamwangalia Jafari usoni. Alikumbuka maneno ya mama yake Malikia Voi, hakuna kumwacha binadamu yoyote. Akiwa anafikiria, Wydad alishtuka Jafari akigongwa mguuni na kushindwa kusimama. Alimdondosha Wydad na yeye alidondoka muda huo huo na kuzimia. Wydad aliinuka upesi na kumwangalia Jafari kwa makini. Alijeruhiwa. "Jafari, Jafari!" Hapo nyoka alimng'ata Jafari. Alibadilika na kuwa mtu, hakuwa mwingine bali ni Nyoka Line binti nyoka. "Wao, inapendeza. Naona siku hizi umeanza kujali binadamu na kuwa na huruma nao eti." Aliongea Line akiwa na hasira mno, huku macho yake yakiwa nyoka kabisa. "Hapana Line, ukupasa kufanya hivi. Ungeniachia mimi mwenyewe. Ona, umemfanya nini mtoto wetu sasa?" "Eti nini?" Kabla hajaongea chochote Line, Wydad aliinama na kuanza kumnyonya sumu Jafari. "Unamsaidia binadamu Wydad?" alisema Line kwa mshangao na huku akiwa amini macho yake kwa kinachotokea. Wydad alifanya hivyo mara kadhaa na kuitema sumu yote. Baadaye aliinuka na kusimama. "Line, sio kila binadamu ni mtu mbaya kama tunavyoamini sisi nyoka. Hapana, haipo hivyo. Huyu kijana kanisaidia leo. Bila yeye kuwepo, basi mwewe wangeniuma. Vipi, hilo halitoshi kuthibitisha kuwa huyu ni binadamu, mtu mwema, tena mwenye huruma na sio mbaya? Hebu acha kumtetea binadamu Wydad. Huyu ni wakuuawa tu kama alivyosema Malikia Voi, na hakuna kinachotakiwa kubadilika hapo." Wydad akuendelea kuongea. Aligeuza nusu nyoka na nusu binadamu na kumbeba Jafari hadi nje ya msitu wa Mwita. Na alijibadilisha na alinyosha kidole chake ikatokea baskeli, na alijibadilisha umbile lake akajigeuza kuwa mwanaume, na alimpakiza Jafari na kuanza kumwendesha. Baada ya muda alifika nyumbani kwa kina Jafari, na alimkuta mama yake Jafari akiwa yupo jikoni anapika. Alibisha hodi na kumsalimia. "Karibu kijana wangu, na imekuwaje tena? Huyo si Jafari?" "Ndiyo mama, nimemkuta karibu na msitu wa Mwita akiwa hana fahamu." "Yara, kijana wangu jamani, itakuwa nyoka waisha mgonga jamani." Mama Jafari akiwa analia, na Jafari aliwekwa chini huku akiwa anamkagua manaye. Alipoinuka ili amuulize vizuri yule kaka, alishangaa kutokumuona pale na alibaki na butwaa. Alizunguka nyuma ya nyumba, lakini hakuona dalili yoyote ile ya baskeli. Alijawa na wasiwasi sana, na muda huo alikimbilia kwa mganga Dati, na kabla hajafika alimuita jirani yake ili aende akamlaze mwanaye Jafari, na yeye akamuite mganga Dati. Pembeni ya nyumba ya kina Jafari tunamuona nyoka akiondoka upesi. Kumbe Wydad alijibadilisha upesi na kujigeuza nyoka na kuondoka zake upesi. Baada ya muda mganga Dati alikuja kumdibia Jafari, na baada ya muda alizinduka Jafari. Mwanao Jafari kiburi kitamponza, na alienda tena katika msitu wa Mwita na aligongwa kabisa. Hii ni alama ya meno ya nyoka, lakini cha ajabu sumu ilitolewa tena ya nyoka. Ongea na mwanao. Hii ni bahati aliyopata, haitojirudia tena mara mbili. Asije tena akaenda katika msitu wa Mwita, alisema mganga Dati na kuondoka zake. Kuanzia leo Jafari, wewe ndio utakuwa unaenda sokoni kuuza matunda, na mimi nitabaki nyumbani kwa ajili ya majukumu ya hapa nyumbani. Ili usiende tena kule katika msitu wa Mwita. Bila yule kaka kukokoa, ungekuwa na hali gani? Kuna kaka ndo kanileta hapa? Ndiyo, anaonekana ni mgeni katika kijiji hiki. Mama, anaitwa nani huyo kijana? Hata sikumuuliza. Alafu mwanangu, kinachonishangaza zaidi, yeye anaonekana ni mgeni katika hiki kijiji. Na je, amepajiwaje hapa nyumbani? Alijiuliza mama Jafari bila kupata majibu.
Jafari alikumbuka mara ya mwisho alikuwa akambeba Wydad, lakini hakujua kiliendelea kitu gani. Upande wa Line, alijiona ana hasira mno juu ya Jafari, kwani alifanikiwa kabisa kumng'ata na kutimiza sheria yao. Endapo binadamu yoyote atakanyaga katika msitu wa Mwita, basi auawe. Muda mwingi alikuwa ni mtu wa hasira na chuki kubwa juu ya Jafari. Hakuishia tu hapo, taarifa alizifikisha kwa Malaika Voi, ambaye hakuamini kabisa aliposikia hizo taarifa, na alimuita binti yake Wydad na kumuuliza, "Samahani Malaika Nyoka, nilishinda kujizuia, aliniokoa katika mikono ya mwewe, ni mtu mwema." Malkia wa Nyoka alinyamaza kwa muda na alimruhusu binti yake aende. Kumbe ndani ya moyo wake kulijawa na chuki mno. "Malkia Voi, umekubali kabisa aende bila kumwadabisha binti yako?" "Wydad, huu mchezo hauhitaji hasira. Mtoto akinyea kiganja ukikati, bali unakisuuza hapa. Wewe ndio nitakayekupa kazi ya kwenda kumuua Jafari popote alipo, tena kimya kimya, bila hata Wydad kujua, na hautakuwa peke yako, utakuwa na Oswald. Askari wangu atakusaidia pia, sawa?" "Sawa Malkia Voi," aliitikia Line huku akitabasamu kwa hasira, akiwa na tamaa ya kumwangamiza kabisa Jafari. Masiku kadhaa yalipita na Jafari alianza kwenda sokoni kuuza matunda, na mama yake alibaki nyumbani kama walivyokubaliana, huku Jafari akiwa na mawazo tele juu ya Wydad. Atamuona wapi tena? Ametokea kumpenda mno, akiwa ajui nini afanye ili kumuona tena Wydad. Alikuja Line ambaye alijigeuza umbile la Wydad. Kila kitu kilifanana kabisa, na Wydad akiwa na Oswald ambao wote walivaa mavazi ya kibinadamu ya kawaida kabisa. "Matunda bei gani?" aliuliza Line ambaye alijigeuza Wydad. Jafari aliachia tabasamu pana mno, hakuamini macho yake baada ya kumuona Wydad. "We Wydad, kumbe unafika hadi huko kijijini kwetu, karibu matunda." Wydad ambaye ni Line aliachia tabasamu la unafiki na alichagua matunda basi. "Huyo ni nani?" "Wydad, mbona sijawahi kukuona naye kabla?" aliuliza Jafari huku akiwa kajawa na wivu usoni kwake. Amna Jafari, huyu ni kaka yangu tu, tunatokea kijiji kimoja, nilimuomba nisindikize," alisema Line huku akiwa na zuga kwa kutabasamu. Jafari alimshika mkono Line akizani ni Wydad na kuzunguka naye nyuma ya soko na kwenda kumbana kwenye mtu mkubwa na kubaki zero distance, na alianza kumpapasa taratibu. "Unauhakika kama yule ni kaka yako?" aliuliza Jafari huku akizidi kubana Line ambaye alijigeuza Wydad. Ndio, nakupenda Wydad," alisema Jafari kwa hisia mno, na kufanya Line asisimkwe, kwani toka afikie hapo hajawahi kutamkiwa na mwanaume yoyote kuwa anapendwa, hata nyoka wenzie, kutokana na ukauzu wake, acheki na wowote. Basi japo lile neno lilikuwa linamhusu Wydad, alijisi kama ndo anaambiwa yeye. Wakajikuta wanaangaliana usoni. Oswald, mlinzi au askari wa Malkia Voi, ambaye alikuwa anampenda Wydad toka muda, ila alikuwa anaogopa kumwambia, alijikuta anapatwa na wivu na kuwafata kule kule. "Line, ni wakati wa kuondoka sasa," alisema huku akiwa anawaangalia kwa hasira. "Line?" Jafari aliuliza kwa mshangao mno. Jafari, kaka kanifata mie, naenda. Mtakuja siku nyingine?" Wydad, basi nipe hata jibu langu jamani." "Nitakujibu tu, usiwaze. Siku nikija tena nitakupa jibu lako." "Sawa Wydad, naomba lisiwe baya hilo jibu," alisema Jafari. Na Line waliongoza na Oswald. Walipofika mbele walijigeuza nyoka wote na kuondoka zao. Wydad akiwa kwao ujinini kwenye bwao kubwa liliopo katika msitu wa Mwita, akiwa kajawa na mawazo mno juu ya rafiki yake Jafari toka alivyomwacha akiwa anaumwa, hakujua anaendeleaje. Huku Malkia Voi alikuja na kumfariji mwanae. Wydad chini ya bwawa lenye kina kirefu kwenda chini kulikuwa kuna mji wao, nyoka maji hatari sana wenye uwezo wa kujibadilisha maumbile yao. "Wydad, ni wakati wa kuachana kabisa na binadamu na kuhakikisha tunalipa kisasi kwa kila binadamu anayejaribu kutusogelea ndani ya msitu wa Mwita," alisema Malkia Voi huku akimsogelea mwanae Wydad na kumkumbatia.
Maneno hayo yalimshtua kidogo Wydad. Mama, lakini kwa Jafari hapana. Ni mtu mwema tu mama. Malkia Voi alivyosikia hivyo, alikunja uso wake kwa hasira, lakini hakutaka mwanae agundue hilo. Alitabasamu kiuongo na hakujibu kitu. Alitoka na kuelekea chumbani kwake akiwa na hasira mno. Akiwa anaelekea chumbani kwake, alikutana na Line na Oswald. Aliwavuta pembeni. Vipi, mshakamilisha kazi yenu? Hapana Malkia Voi. Oswald alijibu kwa kifupi na kuinama chini. Bado? Yaani binadamu ndo awashinde nyie majini tena zaidi ya nyoka? Aliongea huku akiwa kajawa na hasira mno. Malkia Voi, tunakuahidi tutakamilisha siku nyingine. Na kuahidi ni swala dogo tu hilo. Ni hivyo tu, tulikutana naye ilikuwa ni sokoni kwenye mkusanyiko wa watu wengi, tusingeweza kufanya hivyo. Sawa. Ila sihitaji tena nisikie huu uzembe. Nikiona hizo sura zenu, mje na taarifa za msiba za huyo kijana, maana akiendelea kuwa hai ataleta matatizo makubwa sana kwa mwanangu. Wydad ameanza kuonea binadamu sasa na hatakiwi kuwa na huruma ili aweze kulisi kiti cha kimalikia. Sawa Malkia, tumekuelewa. Upande wa Jafari hatimaye giza lilikuwa limeingia na alikuwa analejea kwao. Alikuta ugeni, alikuja rafiki yake anayeitwa Amina ambaye alisafiriki kwenda Dar kusoma chuo. Jafari alifurahi mno alivyomuona Amina, alimkumbatia kwa furaha mno. Siku hizi unauza matunda sokoni Jafari? Amina, yani wewe acha tu, ni story ndefu. Sawa, niambie. Poa tu Amina, umezidi kuwa mlembo sana. Amina aliachia tabasamu baada ya kuambia hivyo na Jafari. Line alifika chumbani kwake huku akiwa anamkumbuka Jafari. Alivyombana kwenye mti alijikuta akipatwa na hisia kwa Jafari. Alijishangaa mno. Hapana, siwezi ruhusu hili litokee hata kidogo. Binadamu si watu wazuri hata kidogo, hasa kwa sisi nyoka. Upande wa Wydad alimkumbuka Jafari na alitamani aonane naye. Upande wa Oswald alikumbuka jinsi Line alivyokumbatiwa na Jafari. Akiwa katika umbo la Wydad alijikuta akipata na hasira mno na kumchukia zaidi Jafari, kwani alimpenda sana Wydad. Na muda huo huo alipanga akaonane naye na akamweleza ukweli wa moyo wake. Alimfuata chumbani kwake. Wydad alimruhusu waingie kwani ni mlinzi wa mama yake na pia askari wao katika kathiri la Malkia wa nyoka. Alifika na kusimama pembeni huku Wydad akiwa anaangalia dirishani. Wydad, Malkia wetu wa nyoka afuataye. Wydad alimwangalia kwa muda Oswald na aliangalia tena dirishani. Amna, kwa hakika unaonekana una jambo unataka kunieleza. Sawa, na kusikiliza, alisema Wydad bila kumwangalia usoni Oswald, ambaye uso ulibadilika huku akiwa ajue anzie wapi kuweka wazi hisia zake kwa Wydad. Wydad, unajua toka nikujue mimi yani. Oswald, kama una cha kuongea unaweza kwenda tafadhali. Oswald alijikuta akikatishwa mazungumzo na Wydad na alijikuta anapatwa na kigugumizi na alitoka nje. Hatimaye ni siku nyingine, Jafari alifika sokoni na kuendelea na biashara yake ya matunda, na alikuja Wydad ambaye siku hiyo Wydad wa kweli alipanga kwenda kumuona Jafari. Walivyoonana tu, Wydad alishindwa kujizuia hisia zake. Aliachia tabasamu pana na Jafari pia aliachia tabasamu pana. Mambo Jafari? Poa Wydad, mzima? Mie mzima, sijui wewe. Mimi mzima. Walijikuta wakikumbushana na mambo ya nyuma. Muda huo Line na Oswald walikuwa ndo wanafika huku wakiwa wamepanga kumaliza kabisa Jafari siku ya leo, lakini walikuwa walishachelewa baada ya kumuona Wydad alishafika. Itakuwaje Wydad kama atamuuliza kile kilichotokea siku ile, akizani wewe ndo ulikuwa Wydad? Amna, hawezi kuhisi kitu chochote Wydad. Pande wa Jafari na Wydad. Nipe jibu langu basi. Jibu lipi hilo? Wydad aliuliza kwa mshangao huku akiwaza kama kuna swali lolote alilowahi kuulizwa na Jafari bila yeye kupata majibu. Jamani, juzi sulikuja hapa na kaka yako unasema unatoka naye kijiji kimoja. Jafari, unasema kweli au unanitania? Jamani Wydad, mimi nikutanie wewe kweli?
usinifanyie hivyo. Ikawaje? Nikakushika. Nikakwambia nakupenda kule kwenye mti. Mara akaja yule kaka yako akakwambia muondoke. Na tukakubaliana siku ukija tena utanipa jibu langu. Walidati alibaki kushangaa na kuhisi kuna jambo haliko sawa, lakini hakutaka kumuonyesha Jafari na alijifanya kuachia tabasamu tu. Sio tabia nzuri lakini Walidati kunifanya kama mjinga mwenzio. Muda huo alikuja Amina ambaye alikatisha mazungumzo yao na aliwasalimia Jafari na Walidati. Amina alimtilia mashaka Walidati kwani alikuwa mrembo mno na kama shombe hivi na nywele zilikuwa zikimsisimka mno Amina. Jafari, mimi naomba niondoke. Nitakuja siku nyingine, alisema Walidati na kuanza kupiga hatua huku Amina akiwa anamshangaa mno. Sawa Walidati. Hakikisha ukija tena unakuja na jibu langu, alisema kwa nguvu Jafari ili sauti imfikie Walidati ambaye hakujibu kitu. Alimgeukia Jafari na kuachia tabasamu tu. We Jafari, hivi huyu binti unamjua? Ndiyo Amina, namjua. Yule ni Walidati, ni rafiki yangu. Umemjuaje? Nilikutana naye katika msitu wa Mwita. Eti nini Jafari? Ulikutana naye katika msitu wa Mwita? Msitu huu uliopigwa marufuku kutokanyaga na mtu yoyote yule? Ndiyo, ndo huo. Hakuna kitu chochote, ni maneno tu. Mbona mimi nilienda karibu mara 3 nzima na hamna kitu chochote kibaya kilichonikuta na mnaishi tu kama hivi. Amina alibaki kimya bila kuendelea kuongea kitu huku akitafakari. Walidati alijigeuza nyoka na kurudi katika msitu wa Mwita huku akiwa na mashaka makubwa juu ya rafiki yake Jafari huku akisi wanafuatiliwa. Msikilizaji, siku zilienda. Siku hiyo Jafari alikuwa yupo na Walidati wakiwa katika mahaba mazito chini ya mti baada ya Walidati kuonyesha hisia zake pia kwa Jafari. Nakupenda sana Walidati na sitamani mwanamke mwingine zaidi yako tu kwenye huu ulimwengu. Kama kuna dunia ambayo tutaweza kuishi sisi wawili, basi nipo tayari. Jafari mpenzi wangu, una maneno matamu kweli wewe. Nikuulize. Uliza Walidati. Hivi kwa mfano mimi nikiwa sio mtu kama wewe, labda ni jini, utanikubali au utanikataa? Walidati, maswali gani hayo na kwa nini usiwe binadamu? Wewe nijibu tu, nimejisikia tu kukuuliza. Sawa, sitakuacha hata kama sio binadamu wa kawaida. Waliendelea kuongea na kutaniana. Mada yote ikiendelea, Oswald na Line walikuwa pembeni tena wakiwa katika maumbile ya nyoka. Amina alienda kwa kina Jafari na alimkuta mama Jafari akiwa anapokuchua mahindi yaliyokauka kwa ajili ya kusaga unga. Alivyomwona Amina, aliachia tabasamu pana mama Jafari na kumkaribisha katika mkeka. Karibu mwanangu. Asante mama. Jafari nimemkuta? Alikaa Amina na yeye alianza kupukuchua mahindi. Hapana, hujamkuta, ametoka. Sawa. Amina alitikia na kukaa kimya kwa muda. Samani mama, hivi una habari kama Jafari anaye rafiki wa kike, sijui unamfahamu? Rafiki wa kike yupi tena? Si wewe ndio rafiki wa kike wa Jafari? Hapana mama, kuna rafiki yake Jafari anaitwa Walidati. Muda huo anaongea Amina, ghafla alimuona Jafari akiwa na Walidati wakishikana mkono. Ilibidi anyamaze akuendelea kuongea. Walifika na kusalimiana, lakini Amina hakuonyesha kufurahi. Aliinuka na kuaga kwa ajili ya kuondoka. Mama, huyu ni rafiki yangu mpya, anaitwa Walidati. Karibu mwanangu Walidati. Asante mama. Mwanangu Amina, usiondoke. Unamuona mgeni huyu sasa. Unaenda wapi? Amina hakujibu kitu. Alimwangalia Walidati kwa muda na kuondoka zake. Achana naye bana mama. Mimi nahisi ni wivu tu unaomsumbua Amina. Sawa Jafari, wenyewe mnajuana na Amina wako. Mimi ngoja niende kwa mama Sakina, nitarudi baadaye kidogo. Aliniambia niende. Sawa mama. Mama Jafari aliondoka na nyuma alimwacha Jafari na Walidati. Jafari alimuingiza Walidati chumbani kwake na kufanya mambo yao bila kujua Walidati ni nyoka maji au jini. Yaani Lukia, mimi roho inaniuma sana rafiki yangu. Jafari kuwa na mahusiano na jini. Unafikiria utafanyaje sasa Amina? Mimi naona ni heri uache tu na maisha yao.
Siwezi Rukia, atakuja kumuua sasa. Mimi naona hawezi kumuua kwa sababu anampenda. Hapana, siwezi kuliacha lipite, lazima nimwanike yule nyoka. Unadhani ni rahisi hivyo? Alisema Rukia, na wakawa wanaangaliana usoni na Amina. Siku iliyofuata, Amina alienda kwa kina Jafari na kumkuta mama Jafari. Karibu mwanangu Amina, jana ndo ulikimbia. Amina hakujibu kitu, alishia kutabasamu na kukaa chini katika mkeka. Na alimwamkia mama Jafari, walianza kuzungumza. Mama, kuna kitu nakiona kabisa kipo sawa kwa yule binti Waidat. Kitu gani hicho binti yangu Amina? Nahisi kabisa yule ni binti nyoka kutoka msitu Mwita. Mama Jafari alishtuka mno alivyosikia hiyo kauli ya Amina. Amina, hayo maneno umeyatolea wapi mwanangu? Waidat ni nyoka? Hapana, hawezi kuwa nyoka Waidat. Naomba ujaribu kunielewa mama, na uhakika 100% yule ni binti nyoka. Ni hatari Jafari kuwa naye karibu, anaweza kamzuru wakati wowote ule. Ngoja, nitajaribu kumueleza Jafari hilo swala, lakini sidhani kama atakubali. Haya mama, mimi naenda. Nisije kuchelewa sana nyumbani, kuna wageni. Sawa mwanangu Amina. Jafari alirejea nyumbani kwao baada ya kutoka kuonana na Waidat, huku akiwa na furaha mno isiyokuwa na kifani. Alifika na kusalimiana na mama yake na kukaa katika mkeka. Unaonekana una furaha sana mwanangu. Umetoka wapi kwani? Mama, nimetoka kwa kina Waidat, si unajua tena. Kumbe umetoka kuonana na Waidat. Aliongea mama Jafari na kukaa kimya kwa muda, huku akiwa anaonekana ana huzuni kwa mbali. Vipi mama, kuna nini? Mbona umepoteza furaha ghafla? Hakuna, nikuuliza Jafari. Ndiyo mama. Hivi Waidat ulikutana naye katika mazingira gani? Mama bana, kila siku unaniuliza hilo swali na kila siku nakujibu. Sawa, na leo nijibu nisikie. Mimi na Waidat tumekutana katika msitu wa Mwita. Nilienda kukata kuni, ndipo nilikutana naye. Alikuwa na yeye yupo katika huo msitu. Yeye alikuwa anafanya nini katika huo msitu? Yeye pia alikuja kutafuta kuni, tena alinisaidia kupata kuni nyingi. Aliniambia yeye huwa anaenda katika msitu Mwita mara nyingi, hivyo anaujua vizuri na anatoka kijiji cha pili. Mama Jafari alisikiliza kwa makini maelezo ya mwanae Jafari. Yaani hapo ndipo naanza kuamini maneno ya Amina sasa. Unaanza kuamini maneno ya Amina? Ni maneno gani hayo tena aliyokuambia Amina? Jafari aliuliza kwa mshangao, huku akimwangalia mama yake usoni kwa umakini. Alikuja Amina hapa na kuna vitu amenieleza kuhusu huyo Waidat wako, na ulivyonihadisia ndo naamini. Sawa, akakwambia maneno gani hayo Amina? Ameniambia kuwa Waidat wako huyo ni nyoka, na sio nyoka tu, ni nyoka hatari kutoka msitu wa Mwita. Jamani. Yaani Amina ana wivu mbaya jamani. Yule binti, yaani ameona sijamtaka yeye, ndio kakaa anaanza kumzushia binti wa watu maneno makubwa kama hayo. Lo, alisema Jafari huku akiwa amini maneno aliyosikia kutoka kwa mama yake kuwa mpenzi wake Waidat ni nyoka. Upande wa Line, alikuwa analaa muda wote, alijikuta akimuwaza Jafari. Alipopata wazo alijibadilisha ili aende akaonane na Jafari bila Oswadi kujua. Alitoka kimya kimya na kufika kabisa karibu na nyumbani kwa kina Jafari. Alijibadilisha akawa Waidat. Kabla hajaenda, alishtuka akishikwa mkono. Alivyogeuka hakuamini macho yake, alikuwa ni Oswadi ambaye alimwangalia Line huku akitikisa kichwa kuwa asifanye hicho anachotaka kukifanya. Line alikunja uso kwa hasira baada ya kuona Oswadi anamwharibia mipango yake. Baada ya muda walirudi katika msitu wa Mwita. Iliyajua yote Line kuwa umeanza kuvutiwa na yule kijana. Niligundua hilo kutoka ile siku aliyokubana katika mti. Ulimwangalia kwa namna tofauti, ila hicho unachokiruhusu katika moyo wako ni hatari, kwa sababu tumeambiwa tumuue na sio unavyofanya wewe. Amna, inatosha sasa Oswadi. Namchukia Waidat, simpendi kabisa. Upande wa Amina, alikuwa na mawazo mno juu ya rafiki yake Jafari. Najua Jafari hawezi kuniamini kwa maneno tu, inabidi nitafute ushahidi, na sijui nitapata wapi ushahidi wa Waidat ni nyoka.
Amina alikuwa anawaza huku akiwa anatembea mbele ya nyumba yao. Anaenda anarudi. Alikuwa anawaza mno. Hatimaye siku zilipita. Siku hiyo Jafari alidamka ili awahi kwenda kuuza biashara yake sokoni. Alifika na kufungua biashara na kukaa kwa ajili ya kusubiri wateja. Muda ulienda na wateja walianza kuja na Waidati alikuja. Jafari alifurahi mno alivyomuona mpenzi wake Waidati. Alimfuata na kumkumbatia na kumpiga mabusu. Waidati alifurahi mno na siku hiyo alimletea zawadi Jafari. Kikacha cha kuvaa mkononi kilikuwa kizuri mno. Kilipamba na vidude vya konokono wa baharini, vile vidogo vidogo vyeupe. Asante mpenzi wangu Waidati. Umenunua shingapi hiki? Hapana, sijanunua Jafari, nimekitengeneza mwenyewe. Oh, asante sana. Utanifanya nikukumbuke muda wote kila nikiangalia hiki kikacha, alisema Jafari kwa furaha. Waidati alishia kutabasamu na hakusema kitu. Alifurahi sana. Walipiga stori muda mrefu na Waidati alimwaga mpenzi wake Jafari kwa ajili ya kuanza kuondoka. Kumbe muda wote huo Amina alikuwa kajificha sehemu ili aweze kumfuatilia Waidati. Alikuwa akavalia suruali na t-shirt lake, huku nywele zake akiwa kasuka vitunguu vya rasta na kuzibania kwa nyuma, huku mguuni alivalia vindala Amina. Waidati alivaa gauni refu hadi chini, huku pembeni likiwa na mipasuo. Alikuwa kama Mpemba, shombe, nywele ndefu alizibana kwa nyuma. Alionekana mrembo mno Waidati. Wanakijiji wengi walimuona, walivutiwa sana na urembo wake na wanaume walitamani kumtongoza. Alipiga hatua kuelekea njiani. Alitembea kwa muda na kuingia katika kichaka. Amina alinyata taratibu na kujibanza katika mti uliopo karibu na iko kichaka. Msikilizaji, na hii ni simulizi fupi, mtunzi akiwa Zamlata Mbwana, na hapa ni Simulizi Mixi. Karibu na tuendelee. Amina alijificha katika huo mti na alitulia kimya bila Waidati kumuona. Waidati alijiamini. Alifika kwenye hicho kichaka, akaangalia huku na huku na akajigeuza zinga joka kubwa na kuanza kuondoka. Mama! Amina alishangaa mno alivyomuona Waidati amegeuka nyoka. Kweli kama alivyokuwa anawaza yeye. Hakutaka kupoteza muda. Alitoa simu yake kubwa ya tachi na kufungua sehemu ya kamera upesi na kuanza kumpiga picha. Waidati akiwa katika umbile la nyoka, huku akitamani kwenda kumuonyesha rafiki yake Jafari. Alipiga picha kadhaa, ila akiwa anaendelea kupiga picha, alishtuka anapigwa kitu kizito maeneo ya kisogoni na kudondoka chini. Simu kule, na Amina alipoteza fahamu. Alionekana uswadi akiwa ameshika gongo na alimuita Waidati, na Waidati alirudi katika umbile la kibinadamu na alishangaa mno kumuona pale Amina. Waidati, huyu binti hapa ameshagundua kuwa wewe sio binadamu wa kawaida, ni nyoka. Mungu wangu, huyu ni Amina, ni rafiki yake na Jafari. Sasa itakuwaje akija kumwambia ukweli Jafari? Tumuue basi. Hapana uswadi, usimuue, ila nitajua nini cha kufanya, alisema Waidati na kubaki wanaangaliana usoni yeye na uswadi. Baada ya muda tunamwona Amina anarudisha fahamu na kuinuka upesi na akaokota simu yake pale alipodondoka na kukimbilia kwa kina Jafari. Amina hakutaka kupoteza muda kabisa. Aliona hii ndio fursa pekee iliyobaki ya kwenda kumthibitishia Jafari kuwa huyo rafiki yake anayemwamini Waidati ni nyoka. Amina alienda sokoni ambako alipomwona Jafari hakumkuta, kwani muda ulikuwa ushaenda, na siku hiyo Jafari alimaliza mapema biashara yake ya matunda. Alipouliza aliambiwa ameshaondoka kwao. Amina alikimbia upesi hadi kwa kina Jafari. Alimkuta mama Jafari anaandaa chakula. Alifika na kujitupa kwenye kipande cha gogo kilichopo hapo uani kwa kina Jafari, huku akiwa anahema mno kwa kukimbia. Shikamoo mama. Malaba mwanangu, mbona hivyo, kuna tatizo? Mama, nimekuja kumthibitishia Jafari kuwa Waidati ni nyoka, na leo nimekuja na ushahidi kabisa. Unasemaje Amina? Umekuja na ushahidi? Ina maana kweli Waidati ni nyoka? Ndiyo mama, Jafari ipo wapi nimuonyeshe? Alisema Amina na kuinuka pale alipokaa. Mama Jafari aliona mambo yashakuwa makubwa.
alipua chungu cha ugali na kutoka jikoni na kwenda alipo Amina, huku akiwa anamuita mwanae, "Jafari! Jafari! Jafari!" "Na mama, rafiki yako Amina anasema..." "Nimesikia kila kitu mama, hakuna haja ya kuelezea. Nachohitaji nisibitishie tu," alisema Jafari, huku akatoka ndani na kumwangalia Amina. Amina alitoa simu yake na kumsogelea Jafari. Alienda sehemu ya picha katika simu yake na kufungua kwa ajili ya kumsibitisha Jafari kuwa Waidat ni nyoka, na amepiga katika simu yake. Cha ajabu hakukuta picha hata moja ya Waidat. Amina alivurugwa mno. "Hata sijui nini kimetokea, lakini nilimpiga Waidat kabisa humu alivyokuwa katika umbile la nyoka. Tena alijigeuza nyoka wa kijani." "Wewe, hivi ujue usione nimekaa kimya Amina, ukawa unanipanda kichwani. Sipendi yani. Mahusiano ya mimi na Waidat yanakuumiza sana. Kila siku maneno hayakuishi. Ili mradi tu mimi niachane na Waidat. Nikwambie tu, umefeli mpango wako. Siwezi kumwacha mpenzi wangu Waidat kisa maneno yako ya upuuzi. Wewe, nakwambiaje, nampenda Waidat, tena nampenda sana. Ndio nataka aje awe mama watoto wangu, sawa?" Amina machozi yalimwagika, alishindwa kujizuia. Muda huo Waidat alitoka ndani. "Jamani, we binti, lini utatuacha na amani jamani? Muda wote nipo humu ndani na Jafari. Hizo picha wewe umezitolea wapi jamani?" aliongea Waidat kwa kudeka huku akitoka ndani. Amina alishangaa mno kumuona pale Waidat, hakujua alirudi saa ngapi. Amina alirudi kwao akiwa na mawazo mno, hakuwa na raha hata kidogo. Aliamua kwenda kwa rafiki yake Rukia na kumueleza kila kitu kilichotokea. "Oh Amina, unaona sasa umepata nini? Laiti ungenisikiliza wala yasingefikia huko. Ona sasa, ushagombana na rafiki yako Jafari." "Da, Rukia, sikujua yule nyoka ana akili kiasi hiki. Mwisho wa siku mimi ndo ninaonekana mbaya. Wale ni manyoka Amina, ni majini. Lazima wewe na akili nyingi kuliko sisi binadamu." Amina aliendelea kuongea na rafiki yake Rukia. Baada ya muda, aliamua kurudi kwao. Akiwa njiani, alihisi mtu akimfuatilia nyuma. Alifika maeneo ambapo palikuwa pana kichaka. Akiwa anatembea, alihisi kushikwa bega. Aligeuka upesi, hakuamini macho yake alipomwona Waidat. Amina alishtuka mno na kuanza kutetemeka. "Waidat!" Waidat alianza kucheka kwa sauti huku akimwangalia Amina kwa hasira mno. Hadi Amina alianza kuwa na mashaka. Amina binti mwelevu na mwenye akili nyingi. Sasa naona umezamilia kunianika. Na kwa sasa wewe pekee ndio unayejua siri yangu, kuwa mimi ni nyoka. Na umepanga kwenda kwa mganga Dati ili kunizuia. Nikwambie tu, sicheki na yoyote atakayezamiria kuangamiza maisha yangu. Nachohitaji ni kuniacha kunifuatilia, ndo usalama wako. Usipofanya hivyo, kifo ndo hukumu yangu ya mwisho kwako, alisema Waidat, huku mwili mzima akiwa na ngozi ya nyoka na macho ya nyoka. Alisema hivyo na kuwa nyoka na kuondoka zake. "Mama!" Amina alipiga kelele na kudondoka chini. Aliinuka upesi na kukimbia. Msikilizaji, masiku yalipita. Amina aliacha kabisa habari za Waidat, hakutaka kabisa kujihusisha na Waidat. Aliendelea na maisha yake ya kawaida. Penzi ya Waidat na Jafari lilizidi kushamiri. Waidat hakutaka hata kumsikiliza mtu yoyote juu ya Jafari. Hata mama yake Malikia Voi hakutaka kumsikiliza kabisa, hadi hawakuwa na mawasiliano mazuri yeye na mama yake Malikia Voi. Upande wa Line alivurugwa, kwani alimpenda sana Jafari na aliishia kuumia tu. Miaka ilipita na Waidat alibatika kushika mimba, taarifa ambazo zilimshtua kila mtu katika falume yao ya Nyoka Mwita. Gumzo ilikuwa ni Waidat kushika mimba ya binadamu. Line alipatwa na hasira mno. Baada ya kupata hizo taarifa, ndipo alipoamua kutoka na kwenda kumgonga Jafari kimya kimya bila ya kumweleza hata Oswadi. Mwanangu, Jafari, umepatwa na nini jamani baba yangu?" Mama Jafari alimuita mwanae, Jafari ambaye alidondoka baada ya kutoka chooni, huku mapovu mengi yakimtoka mdomoni. Baada ya muda, Jafari alipelekwa hospitali, lakini hakuweza kupona. Alifariki dunia
na mama Jafari alibaki na majonzi na kuanza kuomboleza msiba wa mwanae Jafari. Taarifa zilisambaa kijiji kizima na Amina alienda pia katika msiba. Alifika na kumkumbatia mama Jafari kwa uchungu huku akilia. Nilimwambia Jafari lakini hakutaka kuniambia. Waidat sio mwanamke sahihi kwake. Ona sasa alichomfanyia. Mwisho wa siku ameishia kumuua tu, alisema Amina huku akilia kwa uchungu. Upande wa Nyoka Mwita, Oswald alipata taarifa za msiba wa Jafari baada ya kwenda kutembelea kijijini, na taarifa zikamfikia Malikia Voi ambaye alimwambia Waidat ambaye aliganda kwa muda, huku macho yake yakimtiririka machozi yasiyo na kipimo. Hakuamini masikio yake. Alitoka na kwenda moja kwa moja hadi kwa kina Jafari. Hakuamini macho yake baada ya kukuta msiba wa Jafari. Alihisi nguvu zikimuishia na kujibwaga chini. Alihisi kupata pigo kubwa sana. Wanakijiji baadhi wakiwa hapo msibani, mama Jafari alikuwepo ndani. Alipewa taarifa kuwa Waidat amefika na yupo nje. Alitoka. Mama, Jafari wangu mama, alisema Waidat huku machozi yakimtiririka mno. Kelele wewe nyoka, umemuua mwanangu na sasa unajitia unalialia tu hapa. Umefurahi sasa, sina mtoto tena na nimebaki peke yangu. Ni nani tena atakaye niendea sokoni kuniuzia matunda Mama Jafari aliongea kwa kugugumia sana. Waidat alishangaa mno baada ya kuona mama Jafari kumuita yeye kuwa ni nyoka. Alihisi labda amechanganyikiwa na msiba tu. Mganga Dati, njoo ufanye kazi yako, alisema kwa nguvu mama Jafari, na Mganga Dati alitoka akiwa kavalia nguo zake za kiganga na manyanga yake, huku Amina akiwa nyuma ya Mganga Dati. Hapana mama, usifanye hivyo. Tafadhali, basi subiri nimzike kwanza mpenzi wangu Jafari. Hata yeye atafurahi yuko alipo, na sijamuua kama mnavyozania nyinyi. Nilikuwa nampenda sana Jafari wangu. Nisingeweza kufanya hivyo hata kidogo, aliongea Waidat huku akilia kwa uchungu mno. Aliamua kujigeuza nyoka ili amkimbie Mganga Dati. Nyoka! Alipiga kelele mama Jafari huku akiwa amini pamoja na wanakijiji wote walishuhudia hilo kuwa Waidat ni nyoka kweli. Waidat alikuwa ashachelewa. Mganga Dati alipuliza dawa ambayo ilimlewesha Waidat na alipoteza fahamu akiwa katika umbile la nyoka, yani ni nyoka kabisa. Waidat alikamatwa na kufungiwa katika chungu, na Mganga Dati aliahidi kutokumwachia Waidat. Umeona mama Jafari, huyu ndio mkweo, ni nyoka. Jamani mimi, mbona umenikuta mkosi? Sina bahati kabisa. Naomba umuue huyo nyoka Mganga Dati. Akitoka hapo atakuja kutumaliza wote. Hakuna atakayemuacha. Mimi na Amina, hatimaye mwanangu atapumzika kwa amani. Nilikuwa simuamini Amina, samahani mwanangu, aliongea mama Waidat huku akilia na kumkumbatia Amina. Mada yote ikiendelea, Oswald alikuwa amejificha sehemu, na taarifa hizo zilipelekwa kwa Malikia Voi juu ya kukamatwa binti yake Waidat, na muda wote atauawa kuanzia sasa. Line alitabasamu kisirisiri na kujisemea kimoyoni moyoni, kufa tu Waidat, hakuna umuhimu wowote. Kufa ili kiti cha kifalume nilisi mimi. Amekufa mtoto wao, sio wa kwangu mimi. Sitakubali kumpoteza mwanangu Waidat kama nilivyompoteza mfalume. Nitapambana hadi tonde langu la mwisho kuhakikisha namrudisha mwanangu Waidat, alisema Malikia Voi huku machozi ya uchungu na hasira yakimlenga. Hakika na huu ndo utakuwa mwisho wa Mganga Dati. Mganga Dati alimfungia Waidat katika chungu na kufunika, huku Waidat akiwa katika umbile la nyoka. Alishindwa kufanya chochote, hata kufurukuta. Waidat alimwaga machozi tu alipomkumbuka mpenzi wake Jafari. Hakika hakuona thamani tena ya kuishi. Alipoteza tumaini la kuishi. Tena aliona huu ndo mwisho wa historia yao tamu ya mapenzi, yeye na Jafari pamoja na kiumbe kilichopo tumboni kwake. Siku hiyo ndo ilikuwa siku ya kumzika Jafari. Watu wakiwa wanatoka malaloni,
walishangaa upepo mkali ukiwa unatoka ubanzi uliopo msitu wa mwitu. Na ghafla wingu kubwa lilitanda na mvua iliombatana na upepo ilionyesha kwa hasira mno. Na hapo Oswald akiwa amefatana na Line na nyoka kadhaa walifika kijijini hapo huku wakiwa na hasira mno. Moja kwa moja walienda kwa mganga Dati wakiwa katika umbile ya binadamu. Walifika na kusimama mbele ya nyumba ya mganga Dati. Muda huo mama Jafari pamoja na Amina walikuwepo pale kwa mganga Dati. Baada ya kuona upepo mkali waliofia na kukimbilia kwa mganga Dati. Mganga Dati alitoka nje na chungu alichomweka Waidati huku nyuma akiwepo mama Jafari na Amina. Naona leo mna wageni kwangu. Mganga Dati, hao watu ni wakina nani? Aliuliza mama Jafari huku akiwa akajikunyata kwa baridi kwa sauti ya uoga mno. Aliuliza na kutetemeka. Hawa sio watu mama Jafari. Hawa ni nyoka. Wanatoka katika msitu wa Mwita na wapo hapa kwa sababu ya Waidati. Wanamtaka Waidati nyoka mwenzao. Alisema mganga Dati kwa kujiamini bila uoga wowote, tena kwa sauti na ya kujiamini. Toba. Mama Jafari alishtuka mno baada ya kusikia wale ni nyoka kutoka msitu Mwita. Alihisi miguu kukosa nguvu na kutaka kudondoka, lakini Amina alimwahi na kumshika ili asidondoke mama Jafari. Kwa kuwa mmejileta wenyewe, nyinyi nyoka pumbavu. Mmefau nilichowahi kumfanya mfalume wa nyoka miaka 20 iliyopita. Sasa mtaona leo na mtashuhudia kifo cha Waidati, alafu mtakufa na nyinyi. Alisema mganga Dati na kuchukua vibuyu vyake na kuanza kuvitingisha kwa nguvu huku akiongea maneno ya ajabu. Amina alivyoona vile, alimchukua mama Jafari na kurudi ndani. Wale watu walijibadilisha, walikuwa 6. Line peke yake ndo alikuwa wa kike. Walijigeuza nusu nyoka, nusu mtu, na Oswald pia alikuwepo. Walijikuta wanaishiwa nguvu baada ya mganga Dati kutingisha kile kibuyu na kuchukua unga na kuwapulizia. Alichukua kikapu kikubwa na kukiweka pale chini na kuchukua ule unga na kunyunyuzia katika kile kikapu, na nyoka walijiona kama wanavutwa na kwenda kuingia katika lile kapu. Inatosha! Ilisikika sauti kali ambayo ilikuwa kama radi iliyowaumiza masikio. Kwa kila aliyesikia, mganga Dati aliinua macho yake na kuangalia hiyo sauti ilikuwa ya nani. Hakuamini macho yake baada ya kuona Malikia Voi akiwa akashika fimbo ya kifalume. Toba! Mganga Dati alisema huku akitoa macho. Malikia Voi alijigeuza nusu nyoka, alionekana nyoka mkubwa sana na mwenye sumu kali mno baada ya kushika ile fimbo. Mganga Dati alitafuta filimbi ilipo ya kuita nyoka ili amlegeze Malikia Voi. Kabla hajafanya hivyo, alipigwa kombola moja tu kutoka kwenye ile fimbo aliyeshika Malikia Voi na alidondoka chini chali mganga Dati. Malikia Voi alipiga kwa mkia wake kile kikaango na kukivunja. Waidati alitoka na lile kapu pia alilipiga huko na wote walikuwa huru. Line alipandwa na hasira mno. Alienda kumgonga mganga Dati kuhakikisha anamalizia kabisa, na baada ya muda walikusanyika pamoja na wote walijigeuza nyoka na kuondoka zao kurudi katika msitu wa Mwita. Amina pamoja na mama Jafari walishuhudia yote yaliyotokea hapo. Hawakuwa tena na hamu ya kubaki hapo. Walitoka mbio huku wakikimbia ovyo kama watu waliochanganyikiwa. Walijiona wamenusulika kuuawa na nyoka Mwita. Msikilizaji, walirejea kwao huku Malikia Voi akiwa amepandwa na hasira mno, huku Waidati akiwa hayupo vizuri sana kutokana na madawa aliyopuliziwa na mganga Dati. Alilazwa Waidati na kupatiwa huduma ya kwanza. Chumbani kwake kulikuwa na mganga wao wa kienyeji waliyekuwa wanamtegemea. Aliitwa Sandra. Alikuwa ni mama mtu mzima kabisa. Malikia Voi aliita nyoka wote wa msitu wa nyoka Mwita. Nadhani mmejionea yaliyomtokea Waida. Ilibaki kidogo wauawe, na sio kuuawa tu, kuwaponza na wenzio wauliwe. Yote ni ujinga wake wa kuamini binadamu na kuwapenda, na wakati binadamu ni maadui zetu wakubwa mno. Sasa iwe funzo kwa kila nyoka Mwita, kuna kumwamini binadamu yoyote, tena yoyote atakayejipendekeza ndani ya msitu wa Mwita anatakiwa auawe. Hakuna tena mjadala, nadhani tumeelewana. Ndiyo Malikia Voi,
Nyoka wote walitikia kuashiria kuwa wameelewa agizo la Malkia Voi. Nyoka wote walitawanyika na alibaki Malkia Voi ndo amekaa kwenye kiti chake cha kifalume. Alikuja Line na kumnongoneza. Malkia Voi, unaonaje hii nafasi tukaitumia vizuri kumpa dawa ya kutoa mimba Wydad? Malkia Voi alinyamaza kwa muda na kutafakari. Wazo zuri sana. Line, fanya hivyo haraka iwezekanavyo kabla mwenyewe hajagaondoka Wydad. Alitikia kwa kichwa Line na upesi alienda kumnongoneza yule mganga Sandra kuwa amri imetoka kwa Malkia Voi, na alifanya kama alivyoagizwa na alitengeneza sumu ambayo kama angekunya Wydad mimba ingeharibika muda huo huo. Wydad akiwa amelala katika usingizi mzito, alimwota Jafari wakiwa katika bustani nzuri ya maua ya kuvutia, huku yeye Wydad akiwa na tumbo kubwa na Jafari akiwa analishikashika. Na ghafla Jafari aliinuka na kuanza kuondoka. Wydad aliinuka na kuanza kumfuata nyuma. Hapana Wydad, wewe bado muda wa kuja huku. Wewe baki umlee mtoto wetu. Hapana Jafari, peke yangu siwezi. Nakuhitaji. Mtoto pia nakuhitaji wewe baba yake. Jafari, usituache Jafari, tafadhali kipenzi changu. Aliongea kwa uchungu Wydad huku machozi yakimtoka. Jafari aliachia tabasamu pana na kupotea kabisa. Wydad alikuja kuamka huku machozi yakimwagika. Aliamka na alikumbuka kuwa mpenzi wake Jafari hakuwepo tena katika dunia. Machozi yalizidi kumwagika. Alilia mno. Muda huo alikuwepo yule mganga, mama mtu mzima Sandra, hadi alimonea huruma Wydad anavyolia na yeye machozi yalimlenga. Muda huo alikuwa anamalizia kutengeneza sumu na kumpatia Wydad ambaye macho yake yalijawa na machozi ya kumfanya asione vizuri. Yule mganga Sandra alishindwa kuendelea kukaa pale na aliona ni heri atoke nje ya chumba cha Wydad asimuone anavyokunywa ile sumu. Wydad akiwa ameshika ile sumu, ghafla alijiona mkono hauna nguvu na kudondosha ile glasi ya dawa na yote ilimwagika chini. Alichukua tambala na kufuta upesi na kuvunga. Hakutaka kumkela yule mganga na alijisikia kubaki peke yake, sio agawe tena midawa. Mganga Sandra alirudi na kuchukua ile glasi. Alijua kwa Wydad alikunywa ile sumu. Alijisikia hatia ndani ya moyo wake kuua kiumbe kisicho na hatia. Alichukua mkoba wake na kutoka upesi huku machozi yakimtoka. Alivyofika nje, alikutana uso kwa uso na Line. Kabla hajaendelea kwenda mbele, Line alimshika mkono kwa nguvu mganga Sandra na kumzuia huku akimwangalia usoni kwa kumkazia macho. Nishampa tayari dawa ya kutoa mimba. Mganga Sandra aliongea huku akitetemeka na machozi yalianza kumwagika. Okay, kazi nzuri. Alitikia Line huku akitabasamu kwa dharau na furaha tele. Line alitoa taarifa kwa Malkia Voi kuwa Wydad ameshailibiwa mimba yake. Huku kijijini hali ilikuwa mbaya zaidi upande wa mama Jafari. Muda mwingi alimkumbuka mwanae Jafari na alikuwa anaenda mara kwa mara makaburini. Alikuwa na uchungu ndani ya moyo wake kwa kumpoteza mwanae Jafari. Aliona dunia si mahali salama tena ya yeye kuishi. Amina alijiona kupoteza kitu cha thamani katika maisha yake. Alijiona mwenye huzuni sana na alienda mara kwa mara kwa mama Jafari ili kumfariji. Masiku yalipita, mimba ya Wydad ilizidi kuonekana. Na wao nyoka mimba zao zilikuwa haraka sana, tofauti na sisi binadamu, na walibaki na mshangao wa hali ya juu. Kumbe mimba ya Wydad haikutoka kabisa. Inawezekanaje Lina unaniambia mimba imetoka alafu bado namuona binti yangu ana mimba? Hivi unajua unanichanganya sana. Itakuwaje mwanangu Wydad akizaa mtoto wa kibinadamu? Hata mimi nashindwa kuelewa Malkia Voi. Nachojua mimi kuwa mimba imetolewa na sasa leo tena naiona inakuwa. Itakuwa mganga Sandra akatuchezea mchezo. Hakumpa ile sumu. Akamatwe mara moja na aletwe hapa upesi iwezekanavyo. Baada ya muda, mganga Sandra aliletwa mbele ya Malkia Voi huku akiwa anatetemeka kwa hofu mno. Nadhani umeamua kutuchezea mchezo. Imekuwaje umempa binti yangu dawa ya kutoa mimba alafu leo cha ajabu nimeona inaendelea kukua? Samani mtukufu Malkia. Na kuhakikishia kuwa ni kweli nilimpa mwanao dawa ya kuharibu mimba. Aliongea mganga Sandra huku akiwa anatetemeka kwa hofu. Hebu subiri. Je, alivyokuwa anakunywa ulimuona?
aliuliza Line kwa makini mkubwa. Hapana, sikumuona. Nilimkabidhi dawa na kutoka nje. Alikuwa na huzuni sana. Nilikuwa siwezi kuendelea na kubaki hapo na kuangalia unyama niliokuwa namtendea. Basi, hilo ndo kosa lako kubwa la kutokuwa makini. Yaani sijawahi ona mganga mzembe kama wewe. Hiyo sumu mwenzio hakunywa hata kidogo. Sijui hata ulijuaje kwa huo uzembe wako. Utakatwa mkono mmoja, maana umefanya ujinga mkubwa sana, alisema Line na kumwangalia Malaika Voi usoni ambaye alikubali na kupitisha. Ni wakati sasa wa kumtoa ile mimba Wydad. Tutamtafuta mganga mwingine atamtoa. Hivi una roho mbaya kiasi gani Line? Ile mimba ina miezi 8. Sasa unajua kabisa kwa sisi nyoka ni mwiko kuharibu mimba ya miezi 8. Atakufa na mama anataka nimpoteze binti yangu. Malkia Voi aliongea kwa jazima mno. Samahani Malkia Voi. Line alijishusha na kumuomba msamaha Malkia Voi ambaye alishusha pumzi baada ya kuona Line kamuomba samahani. Simaanishi kuwa namuhitaji huyo mtoto Line. La hasha. Ila acha hadi mtoto azaliwe, alafu tutamuua huyo mtoto atakayezaliwa, aliongea Malkia Voi huku akimwangalia Line usoni. Hatimaye masiku yalipita na siku hiyo Wydad aliumwa uchungu na aliitwa Mgangayoni, mama mtu mzima pia, na alimfungulisha Wydad. Alijifungua mtoto wa kike. Alilia kwa furaha mno na majonzi alipomkumbuka mchumba wake Jafari. Binti yangu. Wydad alimshika mwanae na kumkumbatia kwa furaha mno. Malkia Voi alikuja na kumshika yule mtoto, hakika alionekana mrembo sana. Aitwe Kelly, alisema Malkia Voi huku akimbusu kwenye paja la uso mjukuu wake. Line alikuwepo, alibaki na mshangao kwa kuona mahaba mazito ya bibi na mjukuu wake. Malkia Voi, naona umeamua kukubali ujukuu wa kibinadamu na jina juu umelitoa. Na muda huo walitoka katika chumba cha Wydad wakiwa wanatembea. Hapana Line, wembe ni ule ule, lazima yule mtoto auawe tu. Nilichofanya muda ule ni kwamba ukila na kipofu usimshike mkono. Sasa naanza kukuelewa Malaika Voi. Ama kweli hakika wewe ni mtu kiboko. Mwezi ulipita. Sasa Heli mtoto wa Wydad alianza kuchangamka na kuanza kuwa na vinyamanyama, yani kuwa kibonge. Siku hiyo Wydad alimbembeleza mwanae Heli alale mikononi mwake na alimlaza katika kitanda na kuanza kumwangalia kwa umakini. Na kwa sasa alimuona mwanae Heli ndo kama mtu pekee ambaye alimfanya aendelee kuishi kuwepo ulimwenguni. Wydad alijikuta akipitiwa na usingizi mzito sana na kulala pembeni ya binti yake Heli. Akiwa amelala Wydad na binti yake Heli, majira ya asubuhi alionekana mtu akiwa amejificha uso na kumchukua Heli mtoto wa Wydad na kutoka naye nje ya chumba, na moja kwa moja Heli alipeleka kwa Malkia Voi na Line. Yule mtu alimkabidhi mtoto na kuanza kuondoka. Subiri, Malkia Voi alimwamuru huku akiwa amesimama na kumshika mjukuu wake Heli. Muda wote huo alikuwa bado ana mwezi mmoja tu. Yule mtu alisimama na kutoa kitambaa usoni. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Oswald. Kazi nzuri Oswald, ila kuna kitu kimebaki ili kumaliza kabisa hii kazi, aliongea Malkia Voi kwa umakini mno huku akimwangalia Oswald. Ndiyo Malkia Voi, nakusikiliza. Ninachohitaji kutoka kwako Oswald, enda naye nchi kavu na ndani ya ule msitu ukamuue huyu mtoto. Oswald alishtuka mno alivyosikia huko machozi yakimlenga. Linawezekanaje hilo? Malkia Voi, si mjukuu wako huyu? Oswald, hiyo kazi yako fanya ulivyoambiwa. Na Wydad je, itakuwaje akija kugundua hili? Muonee huruma. Oswald, sitaki hizo ngonjera zako. Nishazichoka sasa. Niambie utafanya hiyo kazi au uwezi nimchague askari mwingine? Hapana Malkia Voi, nitafanya kama ulivyoagiza. Oswald alimchukua Heli upesi kama alivyoagizwa na Malaika Voi na kutoka naye upesi nje ya bwawa na kuelekea msituni.
Alifika na kwenda naye Heli kwenye miti mingi na kumlaza. Alichukua kisu chake kilichopo kiunoni na alikifungua na kukishikilia kwa mikono miwili ili amchome Heli na amalize kazi aliyoagizwa. Upande wa Wydad alikuja kushtuka na kutaka kumnyonyesha Heli. Alijiuliza, mbona leo Heli sio msumbufu kama siku zote? Huwa anaamka mapema kabla yake na kuanza kulialia ili apewe nyonyo. Mbona leo yuko kimya? Akiwa anaendelea kujinyosha na kufumbua macho, aliangalia pale alipomlaza mwanae. Alishangaa kutokumuona. Alijua labda kuna mfanyakazi au mlinzi kamchukua kipindi yeye alivyokuwa amelala. Labda Heli aliamka na kuanza kulia, ndipo walinzi wakamchukua au wafanyakazi wao. Lakini aliwauliza wote na wote walikataa. Hawakumuona Heli. Wydad alichanganyikiwa mno na kuanza kumtafuta mwanae Heli huku na huku. Malikia Voi na Line walijitia hawajui chochote na walimsaidia kutafuta. Itakuwa kilipita kiumbe cha hatari kikamchukua mwanao Wydad. Ona sasa, alisema Malikia Voi huku akiwa anajiliza na kumkumbatia binti yake Wydad. Upande wa Oswald, kila akitaka kushusha kile kisu, alishindwa baada ya kuona tabasamu pana kutoka kwa Heli. Muda huo Heli alikuwa ameshaamka, maskini ya Mungu. Alikuwa haelewi chochote, aliona kama wanacheza. Kilikuwa kilembo mno, lile tabasamu ndo lilizidi kuvutia. Oswald alijikuta akiishiwa nguvu na kutupa kile kisu pembeni, huku akiwa analia mno kwa uchungu. Kwa nini nikufanyie hivi Heli? Samahani Wydad, nimekuumiza kukutenganisha na mwanao. Heli, nilimpenda sana mama yako na kuahidi nitaendelea kumpenda na kumlinda kila siku za maisha yangu. Usiwe na wasiwasi. Oswald alisema hivyo na kumuinua upesi Heli na kuanza kukimbia naye. Alitoka nje kabisa ya msitu mwita huku akiwa anahema mno. Lazima nikusaidie Heli, lazima nikusaidie, aliongea Oswald akiwa anakimbia huku na kule. Alienda kumweka kwenye shamba moja na aliyekuwa analima hapo alikuwa ni Mama Jafari. Nenda kwenu Heli, nenda kwa bibi yako. Naamini wewe ni binadamu wa kawaida, umetoka kwenye mishipa ya binadamu. Achana na sisi nyoka makatili, hatuna roho ya huruma hata kidogo, alisema Oswald na kumwacha pale shambani na yeye akajegeuza nyoka. Mama Jafari akiwa anaendelea kulima, akawa anasikia sauti ya mtoto mdogo analia. Alitoka upesi na kumkimbilia. Alikuta mtoto wa kike na alimuokota, na muda huo aliamua kuacha kulima na kurudi naye kijijini, huku akiwa na mawazo ya kwenda kumpatia hata chakula, maana alikuwa analia sana na alihisi atakuwa na njaa. Oswald alishuhudia yote hayo akiwa katika umbile la nyoka na kujibanza sehemu. Aliamua kurudi katika msitu mwita. Alisimama katikati ya mpaka wa kijijini na msitu mwita. Kuanzia leo hakuna mtu kuingia wala kutoka. Hakuna binadamu yoyote atakayeuona huu msitu mwita. Hautakuwepo tena ulimwenguni. Itabaki historia tu katika mkoa wa Tanga, alisema Oswald na kutoa miale ya ajabu mikononi mwake na machoni mwake kwa ajili ya kupoteza msitu mwita katika maisha ya binadamu, na alifanikiwa 100% kuupoteza msitu mwita na ndani ya ulimwengu wa binadamu. Alirudi katika ufalume wa nyoka na kumnongoneza Malikia Voi kuwa kazi yake alifanya kwa usahihi. Mama Jafari alimpatia uji wa muogo Heli na kwenda kumnunulia maziwa ya ng'ombe na kumpatia yule mtoto bila kujua ametokea wapi na kijiji gani na amefikaje pale. Alimwambia Amina, walikubaliana mtoto wampeleke kwa mwenyekiti na alitambulika kijijini hapo. Mama Jafari aliomba amlee Heli bila kujua ni mjukuu wake kabisa kwa mwanae Jafari. Alifurahi sana kuanza maisha mapya na Heli. Alimchagulia jina la Nesma. Tokea hapo Heli aliitwa Nesma. Masiku yalipita ndani ya ufalume wa nyoka. Wydad alipoteza furaha yake kabisa kwa kumpoteza Jafari na mtoto ambaye aliona kuwa angekuwa furaha yake Heli. Oswald alimuoa Wydad huku akijaribu kumpa furaha. Huku kijijini Tanga, cha ajabu hakuwahi kuuona tena msitu wa mwita. Ulipotea kabisa na waliona maajabu. Hata walipoamua wakahakikishe pale ulipokuepo zamani hawakuukuta. Wengine walisema ni miujiza ya Mungu aliyeamua kupoteza. Wengine walisema watu wenye uwezo usio wa kawaida ndio wanaouona, lakini hakuna mtu aliyepatia. Msikilizaji,
Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu fupi itwayo Nyoka Mwita. Mtunzi akiwa ni Zamlata Mbwana, na hapa ni Simulizi Mix.